Mashemeji watatu. Mashemeji watatu. Ndio. Mwaue. Ndio. Mnataka kafara au mnakunywa damu, mnafanya nini? Tunakunywa damu na kula nyama. Ndio kazi yenu. Kwa hiyo mnaishi kupitia nyama za watu na damu za watu. Ndio. Ndio. Kwa hiyo tarehe 23 mlipanga kutoa sherehe kuzimu. Okay. Mmeshaua watu wangapi mpaka hapa mlipo? Shaua watu wangapi? Unanichunguza kwa sababu gani? Nataka nijue. Maana huyu leo namtenganisha na nguvu zenu zote. Namtoa huko na Yesu anamrehemu. Achana na madhabahu ya watu. Achana na madhabahu ya watu. Ninyi mliingiaje kwenye mwili wa huyu mtu? Achana na madhabahu. Mliingiaje kwenye mwili wa huyu mtu? Hebu nisema leo tunazima kamera zote za kuzimu. Wanaotaka kafara, damu ya watu, nyama ya watu. Hebu ngoja kwanza. Kwa hiyo kuzimu mnaishi kupitia damu ya mtu na nyama za watu. Ndio. Okay, madhabahu hii mnaionaje kuzimu? Mnaiona kuzimu? Hapana. Moto! Moto! Sema fire! Hii madhabahu mnaiona kuzimu au mnaona moto? Tunaona moto. Hamuoni madhabahu? Kabisa. Kila tukija tunakutana na moto. Mliwahi kuja? Ndio. Mara ngapi? Tulikuja tarehe 16. Mwezi wangapi? Mwezi huu. Tarehe 16 mlikuja hapa. Kuchunguza nini au kufanya nini? Kuloga madhabahu au kufanya nini? Tulikuwa tunaharibu. Mlikuja kuharibu. Kuharibu nini? Kanisa au nini? Mlikuwa mnayumbisha kanisa? Mlikuwa mnayumbisha? Mlikuwa mnataka kuyumbisha kanisa? Ndio. Kwa njia gani? Tulikuja njia tetemeko. Mlikuja kuyumbisha kanisa kwa njia gani? Tetemeko. Kuleta tetemeko la nini? Tulikuja na tetemeko. Kulitingisha kanisa. Kulitingisha kanisa. Kupitia njia gani? Viongozi, watu au nini? Au mimi au nini? Kupitia njia gani? Tetemeko la nini? Acha kuharibu madhabahu ya watu. Utakini haribu. Sema, mlikuja kuleta ni tetemeko la nini? Mlitaka kudidimiza nini? Kanisa. Sema hawatadidimiza. Linainuka. Mlikuja kwa usafiri gani? Mlikuja kwa usafiri gani? Usafiri wa nyoka, wa kijiti, wa ungo, wa nini? Na ndege. Kwa hiyo mkatua hapa kanisani mkashindwa. Ndio. Kwa nini mlishindwa? Mlikutana na nguvu ya ajabu. Mlikutana na nguvu ya ajabu. Si nyumbani kwako kuna moto na upeleka leo? Nyumbani kwako kuna radi za moto na simamisha? Amen. Sema hawatatuweza. Mkakutana na moto kwenye anga hii. Mkafanya tena nini? Tarehe 16 na nini tena? Mlishindwa. Mlikuja wangapi? 12. Watu 12, wachawi 12. Ndio. Mnamtafuta mtu mmoja anaitwa Elisha. Anaharibu kazi za watu. Madhabahu za watu zinaungua moto. Naharibu madhabahu ya watu. Niachane na madhabahu ya watu. Sasa mkididimiza kanisa mtapata faida gani? Mtalipwa mshahara? Ndio. Mshahara upi? Tutafanywa sherehe kubwa. Kumbe mkiniteka mimi, ninyi mnanyanyuliwa kule kuzimu. Ndio. Kwa hiyo mkinimaliza mimi mnapandishwa cheo. Ndio. Cheo gani? Mnakuwa wakubwa. Ndio. Sasa hamjafanikiwa, hamjapandishwa. Umeharibu madhabahu ya. Kwa hiyo niache huduma? Niache? Acha. Mtanilipa shilingi ngapi? Mtanipa shilingi ngapi? Tukulipe.
kuharibu kazi za watu tukulipe? Naacha. Acha kabisa. Niache? Acha. Nikiacha mnanilipa? Acha kabisa. Mtanilipa mimi? Acha madhabahu ya watu. Niache? Acha. Ndio kilio chenu. Hai silo jicho langu katu hapa. Umeona hiyo hasira? Ndivyo adui wako alivyo na hasira. Jamani, nimekuwa giza. Nimesahau. Weka mikono juu. What? Wangapi kesho watakuja? Wangapi kesho watakuja? Amen. Saa ngapi? Saa 3. Saa 3. Yaani saa 3 uwe kwa kanisa. Saa 4 tunaanza ibada. Mimi sitakuwa na ibada jioni. Wala wanaokuja jioni sitakuwa na ibada. Saa 4 mpaka saa 8 nimemaliza ibada. Sema fire. Fire. Mungu unyanyua mikono, sema leo naondoka nyumbani. Leo naondoka nyumbani. Na moto huu. Na moto huu. Sasa ngoja nimalize na wewe. Unajua uko kwenye moto. Wachawi wako wenzako 16 waite wakusaidie. Mbona wamekukimbia, wamekuacha wewe? Ufanyaje? Mbona wamekukimbia? Mbona wamekukimbia? Na hesabu mpaka 7. Mteketee. Sema wachawi 16. Wachawi 16. Tunawanasa. Tunawanasa. Na mitambo yenu. Nishike tumbo lake. Haya, magano mliopitisha, magano ya nyama za watu, damu za watu. Nimesimama na agano la damu ya Yesu. Hivyo kwa 16 mlioanguka, mliotumwa tarehe 16 kwa lengo la kupambana, na mnapanga tarehe 23 kuwa watu karibu 30. Mnakumbuka nilichosema siku ile kuhusu mama Alex na onyesha kijana wake anakufa na ajali ya toyo na vitu kama vile. Unaona vitu vinavyotamkwa hapa? Hapana. Hapana nini? Hapana. Hapana nini? Hapana. Hapana nini? Haiwezekani. Kwa nini haiwezekani? Hatujaifikisha ahadi. Aja? Hamja? Hatujaitimiza ahadi. Hamjatimiza ahadi. Ahadi yenu ni nini? Ahadi yenu ni nini? Ya ajali. Ya ajali. Sogeza hapa, sogezeni hapa tu. Sogezeni kwenye moto. Naomba watu mama msaidiane hapo kwa wingi, mleteni hapo huyo mtu. Yep. Hapa. Haya. Hamjatimiza ahadi. Sasa nimetuma, ndio maana nikatumwa kabla hamjatimiza ahadi yenu. Unaelewa hilo? Nimetumwa kabla hamjatimiza ahadi yenu. Una hasira na mimi? Kabla hamjatimiza ahadi yenu. Ahadi ya Bwana ikatimie kwamba hakuna atakaye kufa. Haiwezekani. Kwa nini haiwezekani? Haiwezekani. Kwa nini haiwezekani? Haiwezekani. Kwa nini haiwezekani? Kwa sababu tumtaki kumwona kwenye hilo boma analoishi. Mnataka tu kumtumia nyie kwa mambo yenu. Na usiku huwa mnampeleka wapi huyu mama kumtumikisha? Tunampeleka kwa mganga. Alafu kwa mganga kuna nini? Kazi anaenda kufanya. Tunamrudisha saa 9:30. Anaenda kufanya kazi gani? Kuna kazi ya kuchanja watu chale. Ukichanja chale mtu inakuwaje? Tukimsha mchanja chale. Elish. Unaona moto? Unaona moto? Unaona moto? Moja. Kusanya vitu vyako, mwacheni. Mwacheni alai. 2, kusanya vitu vyako. 3, kusanya vitu vyako. Kusanya vitu vyako kwenye huo mwili. Huyu yeye atakuwa mali ya Yesu. Na mwili wako utakuwa hekalu la Mungu. Madhabahu zenu naziharibu. Na wala siogopi kunitafuta mimi na kunifukuzia mimi. Kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo, ninasafiri mpaka kwenye madhabahu yenu ya kuzimu, ya kunywa damu za watu na kuua watu. Na mnakomtumikisha mama huyu, hiyo madhabahu yenu ife kwa jina la Yesu aliye hai. Ife kwa jina la Yesu aliye hai. Tangu sasa maagano ya mauti mliomlisha, asiishi na familia yake, asidumu kwenye ndoa yake, asikae kwenye hiyo familia. Mauti, rudi ulikotoka. Kuanzia leo naachilia moto
kwenye tumbo la rohoni, ya kwamba agano la mauti, agano la damu na nyama za watu mlizowahi kumlisha na kumpa na kumtumia kwenda kuharibu vitu vingi, leo ivunjike. Nipe mkono wako. Tangu sasa natuma nguvu ya Mungu kwenye tumbo lake la rohoni, katika ulimwengu wa roho. 1, 2, 3. Madhabahu na kiti cha umalikia cha kuzimu cha wachawi kivunjike. 2, 3, 4, 5. Naongeza moto katika ulimwengu wa roho, kuanzia utosi wa kichwa mpaka miguuni. Na amuru muondoke kimya kimya na msirudi tena. Ya 5, ya 6, ya 7. Weka mkono kwenye kichwa, kwenye utosi wa kichwa. Tangu sasa hakuna atakayezima nyota udada. Narudisha akili yake na ufahamu wake, in Jesus name, amen. Mwache kwanza, funga tu mguu wake. Nipe mkono wako tena. Kwenye utosi wa kichwa natamka nguvu ya Mungu ndani yako sasa, na fahamu zako zikurudie, in Jesus name. Pokea ufahamu wako katika jina la Yesu, amen. Namsha kumtii. Anaitwa nani? Mama Love. Jina lake kamili? Love. Mama Love? Mama Love? Oh, pole mama. Pole.